kuna tukio fulani lilifanyika hapo la kiungu. Katika hali ya kibinadamu Musa hajawahi kufanya hiki kitu, Isaya hajawahi kufanya hiki kitu, Elisha hajawahi kufanya hiki kitu. So Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 1 unasema, ndio, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Petro na Yohana siku hiyo walikuwa wanatoka wanakwenda kwenye hekaluni kwenda kuabudu kwenye hekalu la Sulemani pale Jerusalem. Saa ya kusali saa 9. Ndio. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Huyu mtu toka tumboni mwa mama hakupata ajali, ukiwete wake sio kupata ajali. Toka tumboni mwa mama yake alikuwa ni kiwete. Alichukuliwa na watu. Ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu. Yaani kuna watu wana roho mbaya. Hao watu kama vile wanakusaidia, lakini wao wanampelekaga hekaluni na wenyewe wanapata cha juu. Yaani kuna watu wanadalaliaga viwete. Kwa hiyo huyu kiwete kuna watu walikuwa wanamdalalia, wanaona kabisa huyu dili. Kuna watu walikuwa waendi kazini, kazi yao ni kumchukua, kumpeleka kwenye mahali kuomba. Kwani hujawahi kuona watu wa namna hiyo? Yaani mtu atafuti hata kazi, anajua huyu nikipeleka tukiomba kile cha juu na mimi napiga. Sasa hawa watu walikuwa ni hivi, wakamchukua, wanamchukua, wanampeleka kwenye milango fulani kwenda kuombaomba. Uitwao mzuri. Ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Wakajua watu wa ibada ni watu wa huruma. Kwa hiyo tukimpeleka pale kwenye mlango mzuri, watu wa ibada kwa sababu wameshatoka kwa Mungu ni watu wa huruma, watatoa tu fedha, tutapiga hela leo ya maana. Kwa hiyo zilikuwa zikifika siku za ibada hawa jamaa walikuwa wanafurahia sana maisha. Kwa nini? Kwa sababu wanajua siku hizo ni nyakati za kupiga fedha, ni msimu. Tena wakiona kama misimu ya sikukuu ndo wanafurahia zaidi nyakati za kupiga fedha. Kwa hiyo wakawa wamemchukua, wako naye pale kwenye mlango mzuri. Mtu huyu akimwona Petro na Yohana wakiingia hekaluni aliomba apewe sadaka. Akaangalia zile sura akasema hizi sura mbona zinaonekana ni za wachaji sana, hao ndio watakuwa na huruma zaidi hao. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana. Sasa Petro akamkazia macho, anamwangalia yule kiwete. Akasema, ndio, tutazame sisi. Akamwangalia akitaraji kupata kitu kwao. Ndio. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Sawa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama uende. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti fanyeje? Simama uende. Haleluya. Sikia, kilichokuwa ni hivi, huyu jamaa alienda akawa anatarajia kupata kitu kwao. Biblia inasema anatarajia kupata, aombe aendelee kupata kile anachokitarajia. Lakini ili jina la Yesu linakwenda kufanya tukio la ajabu. Kitu ambacho alikijua Yohana na Petro, alijua kwamba sisi tunatembea, hatuna dhahabu mfukoni, hatuna chochote ambacho tuko nacho mfukoni, na hata kama wangekuwa nacho, waliona kwamba wakimpa hicho dhahabu na nini, huyu mtu bado ataendelea kuomba. Kumbe huyu mtu anahitaji kitu zaidi ya kile ambacho amekuwa akivipokea. Maandiko yangu yananiambia, akamwambia kwa jina la Yesu simama ufanyeje? Na sikiliza vizuri, hapa hakuomba Petro. Alisema kwa jina la Yesu simama ufanyeje? Jina la Yesu ukijua kulitumia vizuri, hatuombagi. Jina la Yesu linatumika pale unapotoa mamlaka, unatoa mamlaka. Yaani toa mamlaka. Kwa hiyo tunapotumia jina la Yesu ni kwamba kama ulikuwa ni mgonjwa unaumwa, yani ni kama ulikuwa unaumwa miguu, ni kusimama tu na kuondoka, kwa sababu jina la Yesu tayari limekuja, lina nguvu. Ulikuwa sijui hapa una uvimbe, yani tayari inatakiwa uanze kupona. Haleluya. Sijui yani hivyo. Kwa nini? Kwa sababu lina power. Sio swala la kuomba, swala la kuomba ni maisha. Biblia inasema ombeni bila kukoma, ni maisha. Lakini tunapofika katika swala la kulitumia jina la Yesu, swala la kulitumia jina la Yesu, tunasema nyanyuka uende mamlaka. Sasa sikia, mamlaka hii ikajidhihirisha sio ya kawaida ya vimiguu ambavyo vilikuwa havipo kwa huyu jamaa, vikaanza kuchoropoka pale. Wakaanza kuona kiguu kimoja kimechoropoka, kingine kimechoropoka. Jamaa akanyanyuka hivi tayari. Watu wanajiuliza, huyu jamaa ndio yule ambaye amezaliwa toka tumboni mwa mama yake hana miguu. Tayari jamaa wanamuona anadunda. Na jamaa anaonekana alikuwa sharubalo sio poa. Akaanza kudunda. Biblia inaniambia akaenda hadi kule hekaluni. Alipofika hekaluni kule, watu wakaanza kusema, huyu si ndio yule ambaye anakuaga pale anaomba. Na yeye jamaa akasema, ndio mimi mwenyewe. Nini kimetokea? Bwana katika jina la Yesu kuna jambo amefanya. Na mimi nataka nikwambie jioni ya leo, Bwana atakufanyia jambo. Wataulizana imekuaje, lakini Bwana akakufanyia jambo. Wachawi wanaulizana imekuaje, Bwana akakufanyia jambo. Wale waliokufunga wanauliza imekuaje, Bwana amekutendea jambo.